Umaif Online TV, ukombozi kwa umma. قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبذلوا أموالهم وأوقاتهم وفراغهم في سبيل إعلاء كلمة الله إلى أن أوصلوا رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة إلى الأصعدة المعمورة، وعلى آله وصحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Ndugu zangu katika imani, katika msikiti huu wa mji mkuu, leo tarehe 14 mwezi wa 4 2025, katika darasa letu endelevu hapa kila Jumatatu na Jumanne baada ya maghrib mpaka isha, huwa tunakuwa na darasa ambalo siku nyingine huwa anakuwa Sheikh Juma hafidhahullah min kulli sharrin wa makruh ainama kan, huwa anakuwa na darasa. Kwa hiyo tunakuwa tupo wawili hapa, na inapotokea dharura mmoja, basi mwingine huwa anaziba nafasi ya mwenzake kama hana dharura. Hii yote lengo lake ni kufikisha kalimatullah, kufikisha maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ila al-mujtama' al-islami, kwenye jamii ya Kiislamu. Leo katika darasa letu hili tutazungumzia matukio 7 ya kihistoria yaliyotokea katika mwezi huu wa Shawwal, mfungo mosi. Tutayataja machache na tutafafanua machache. Lengo lake ni nini? Lengo lake ni kumfanya Muislamu aweze kujitambua kwamba miezi hii ni mambo gani yaliyotokea kwa ajili ya yeye Muislamu kubakia katika Uislamu na kuwa azizi. Wapo ambao waliopoteza maisha yao, umri wao, mali zao, wakaacha kila kitu kwa sababu ya la ilaha illa Allah, ambao waliojitolea walikuwa ni masahaba ambao tumebakia mimi na wewe sasa, ambao tunaweza tukajiona kwamba sisi ni bora kuliko wengine, lakini wapo wale ambao waliosimama na Rasulullah sallallahu alayhi wasallama wakaacha kila kitu kwa sababu ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Katika moja ya matokeo ambayo au matukio ya kihistoria ambayo yametokea katika mwezi wa mfungo mosi, tutayataja kwanza hapa. Tukio la kwanza limetokea katika mwezi wa Shawwal, ni Ghazwat Bani Sulaym au Qarqaratul Qudr. Ilitokea mwaka wa 2 katika mwezi wa Shawwal, mwezi kama huu tulionao. Hiyo ilikuwa ni katika mwezi wa Shawwal. Vita ya pili au tukio la pili la kihistoria, Ghazwat Bani Qaynuqa. Ghazwat Bani Qaynuqa ni vita iliyopelekea kuwapiga vita hawa Mayahudi. Walikuwa kabila lao linaitwa Banu Qaynuqa, ambao hawa waliwahi kuhamia Madina kabla ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wakaushika mji wa Madina, wakafanya kila kitu, soko, biashara zote, wakawa wao, kwa sababu wanajua kusaliti Mayahudi, wakawa wameishika Madina. Wakati huo Madina inaitwa Yathrib. Imekuja kuitwa Madina baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallama kuhamia pale, ikaitwa Yathrib. Na ndio maana baadaye akaja akasema, man samma almadinata biyathrib, kuanzia leo atakayeita Madina kwamba ni Yathrib falyastaghfirillah, aseme astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah.
innaha taba hiya taba hiya taba, huu ni mji mwema wenye wema wenye watu wema unaoishiwa na watu wema. Kwa hiyo hawa Banu Qainuqa walikuwa wanakaa katika sehemu inayoitwa kwa sasa hivi, jiografia ya sasa, ramani ndugu yangu Muislamu unaoniangalia, ni kwamba ghazwat Banu Qainuqa ilitokea katika eneo la Muhaqqat Salim petrol station, Salim petrol station kwa sasa hivi, ambapo ni karibu na msikiti unaoitwa Masjidu Bilal, pahala ambapo pana maduka, yani ni kama mtaa wa Kongo, pako bize sana, na ndiko ambako kunakopatikana vyakula hasa. Ukitaka sijui pilau, mandi, sijui vitu gani, unakwenda kule, na ni maeneo ambayo yamekaa kifamilia. Sasa hapa kuna Masjid Bilal. Alama ya msikiti huu ni msikiti mweupe, lakini juu una kuba la rangi ya kijani. Ni msikiti ambao umezungukwa na magulio watu, lakini hivi sasa kutokana na ukarabati, yani urekebishaji wa mji wa Madina, hivi sasa yani mpaka uende na mwenyeji, la sivyo itakuchukua muda kufikia pale. Kwa sababu ukitoka pale ili uingie Masjid Bilal, unaingia katika sehemu ndipo kuna Masjid Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, lakini napo mpaka upelekwe ushikwe mkono. Kushotoni kwako kuna msikiti unaoitwa Masjid Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Nadra sana misikiti hii, kwa 98%. Watu wengi tunaokwenda Madina hatuijui na hatuwezi kufika mpaka ukamatwe mkono upelekwe hapa. Kwa nini pameitwa Masjid Uthman ibn Affan, Umar ibn al-Khattab? Pale kuna Masjid Ali ibn Abi Talib, hapa kuna Masjid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Sababu ni kwamba maeneo haya Mtume alionekana akisali sala za Eid. Kwa hiyo na hawa makhalifa wanne na wao walikwenda kuhisha sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu pahala ambapo Mtume aliposali masahaba walikuwa na kawaida ya kupita na wao wakaenda kusali pale. Masahaba walikuwa na kawaida pahala alipopita Mtume na akasali, na wao walikuwa wanapita pale na wakasali. Hebu turejee katika katika Sahih Bukhari. Qala al-Bukhari rahimahullah, babu al-masajid allati ala turuq al-madinati wal mawadi' allati صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله، محمد ابن إسماعيل البردسبي الجعفي البخاري الروسي قديما قال: حدثنا موسى ابن عقبة قال: رأيت سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. رواه البخاري في صحيحه في باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. Imam Bukhari katika babu al-masajid, mlango unaelekea misikiti ambayo iliyomo pembezoni mwa njia ya kuelekea Madina au kutoka Madina au kutoka nje ya mji wa Madina, na maeneo ambayo aliyosali Mtume, masahaba walimuona. Sasa Imam Bukhari katika sahihi yake Musa ibn Uqba akasema Bukhari, hadathana Musa ibn Uqba, ametusimulia hii riwaya Musa mtoto wa Uqba. Na Musa mtoto wa Uqba akasema, raaitu Salim ibn Abdullah, nimemuona kwa macho yangu Salim mtoto wa Abdullah, ina maana ni mjukuu wa Umar ibn al-Khattab, yataharra amakina min at-tariq, akipapa kipaumbele, akipatafuta na kuwa na hamu sana maeneo ya njiani, fayusalli fiha, yani walipokuwa wakisafiri. Musa bin Uqba anasema alikuwa anamuona huyu Salim mtoto wa Abdullah, ina maana ni mtoto wa Umar, ni mtoto wa Umar bin Khattab Abdullah, na huyu Salim ni mjukuu wa Umar ibn Khattab, kwa hiyo ni mjukuu kwa mtoto wake wa kiume.
akasema nimemuona huyu Salim, huyu Musa bin Uqba anasema nimemuona nimemuona Salim mtoto wa Abdullah, na Abdullah ni mtoto wa Umar bin Khattab, anasema yataharra amakina min at-tariq, akitoa kipaumbele maeneo ya njiani, fa yusalli fiha, anasali. Tunatembea, akifika njiani anasali, wa yuhadith, kisha anasimulia na yeye kwamba kwa nini anaswali maeneo yani. Anasema anna abahu, kwamba hakika baba yake yani Abdullah ibn Umar kana yusalli fiha, alikuwa anaswali hapa. Huyu Salim mjukuu wa Umar bin Khattab anasema baba yake alikuwa akiswali hapa. Wa annahu, na huyu baba yake huyu raa nabiyya, alimuona mtume, alimshuhudia mtume akiwa naye katika baadhi ya misafara, yusalli fi tilka al-amkinati, akiswali katika yale maeneo. Kwa hiyo haya ni maeneo ambayo yapo, ambayo masahaba walikuwa wakipita na wanatoa kipaumbele. Ndio maana tunapokwenda wakati wa haji ama umra, katika zile ziara, kuna maeneo ambayo kuna misikiti, masahaba ambapo walijenga misikiti pale wakati wa mtume, ilijengwa misikiti, yani ni maeneo ambayo mtume aliswali. Kwa hiyo na masahaba nao walikuwa wakifika pale wanaswali. Kwa hiyo ni vizuri na sisi tunapokwenda pale katika yale maeneo tunakwenda kusali, kwa sababu ni jambo ambalo limefanywa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisha likafanywa na watu wema. Kwa hiyo mimi na wewe tunatakiwa tufuate hii sunna ya watu wema. Sasa hiyo ni vita ya Banu Qainuqa, tukio la Qainuqa, ambapo kuna Masjid Bilal, na ule msikiti Masjid Bilal wa swala zote 5 mpaka leo, na upo chini ya Wizara Shughuli Islamia nadhani, na unaswaliwa swala 5, na ni msikiti ambao unaongoza kwa kuswaliwa na wafanyabiashara wengi sana, sababu ni msikiti ambao umezungukwa na maduka ya biashara mengi sana, ukiacha wale ambao ni machinga ambao wanaweka biashara zao za chini, nao pale pale wanasalia pale. Alafu na ni msikiti ambao una frame, ule msikiti Masjid Bilal una frame, na zile frame zote ziko chini ya serikali, na umejawa na masonara wengi sana Masjid Bilal. Na kwa nini umejawa na masonara? Kwa sababu pale pahala hawa Banu Qainuqa walikuwa ndio soko lao la kuuzia dhahabu na biashara mbalimbali. Ikaja ikatokea tukio, wakaja wakafanya jambo kama tutakavyoeleza kwa muhtasari. Hilo ni tukio la pili. Tukio la tatu ni Ghazwat Uhud, ni vita ya Uhud iliyotokea tarehe 15 mfungo 5, na leo ni tarehe ngapi? Leo ni tarehe ngapi? Na maana tarehe 16. Sawa. Kwa hiyo maana limetokea siku kama ya leo, limetokea tarehe kama ya leo, mwezi kama huu. Waislamu naomba mfahamu, tarehe 15 mfungo mosi, tarehe 15 mfungo mosi ilitokea vita ya Uhud, ambayo ilikuwa ni sawa na mwaka 624 miladi. Tukio la tatu, Ghazwat Hamra'ul Asad, ilitokea vita inaitwa Hamra'ul Asad mwaka wa 3 katika mwezi wa mfungo mosi. Hapa Hamra'ul Asad sijawahi kufika, sawa, sijawahi kufika, ni nje kidogo ya Madina, lakini hapa msikiti wa Masjid Bilal hapa walipokuwa Mayahudi kulikuwa kuna soko lao, nimeshafika hapo, nimeswali mara nyingi sana. Lakini hapa Qarqaratul Qadr, kwa sababu maeneo mengine yapo nje ya Madina. Tukio la tatu katika matukio yaliyotokea kihistoria yaliyotokea mwezi wa mfungo mosi ni Ghazwatul Khandaqi, vita ya Hadaki au Ghazwatul Ahzabi, vita ya makundi. Ilitokea mwaka wa 5, ilitokea mwaka wa 5 sawa na mwaka 627 miladi. Ilitokea katika mji wa Madina, na pale pahala
lile eneo lipo linajulikana, handaki lilianza kuchimbwa wapi na likaishia wapi, yale maeneo yapo yanajulikana. Ni vizuri kama unataka kujua, maana yake umchukue driver ikuchukue siku nzima kuitafuta lile eneo. Na pahala ambapo Mtume alipopiga kambi, ile eneo bado lipo mpaka leo, linapitika, linafikika, na pana msikiti mkubwa panaitwa 7 masajid, misikiti 7 masajid, misikiti 7. Kuna mingine ipo juu ya mlima. Ule mlima uliopo pale unaitwa Jabal Sadaa, mlima upara, kwa sababu ni mlima ambao hauoti majani. Na hata mvua inyeshe vipi Madina, vikitoka vijijani, vinatoka vijijani vidogo sana, kama vile mtu mwenye upara. Kuna watu wengine akinyoa upara, baada ya kunyoa upara kuna vile vijinywele vinaanza kutoka kwa mbali baada ya siku 3 vile. Basi ndivyo ulivyo ule mlima wa Jabal Sala. Ni pahala Waislamu twende tufike, upajui sema tukupeleke. Pale pahala pana misikiti 7. Kuna misikiti 3 ipo juu ya mlima na kuna misikiti 4 ipo chini. Kwenye miaka ya 91 naingia Madina mwezi wa 9 mpaka naondoka mwaka 95. Baada ya kumaliza Madina, watu walikuwa wanaruhusiwa kupanda juu ya mlima ule, lakini hivi sasa huwezi kupanda tena. Hivi sasa huwezi kupanda, ni marufuku. Na ukipanda kule unaweza kukuta umefatwa, na inawezekana askari wakakufuata ama wakatumia helikopta ukaona inakuzunguka, alafu mwenyewe ukaanza kuvurugwa, utaanza kukimbia. Lakini hapa chini pale pahala, ndugu zangu Waislamu, leo kesho umekwenda Madina, tafadhalini tuache kueneza propaganda. Maeneo ya historia kama huyajui, sema tukupeleke, kwa sababu baadhi ya wanaoeneza propaganda hata Madina wengine hawajawahi kufika na hawapajui. Pale 7 masajid, misikiti 7, kuna kijimsikiti kidogo kipo juu ya mlima. Kile kijimsikiti wakati wa Mtume hakikuwepo sallallahu alaihi wasallam. Pale ni ishara ndipo Mtume alipokaa. Kwa riwaya zote sahihi, Mtume alikaa pale katika vita ya Khandaq ambayo ilitokea mwaka wa ngapi? Mwaka wa 5, ambayo inaitwa ni Ghazwatul Ahzab au Khandaq, lakini ilikuwa katika mwezi wa mfungo mosi. Sasa vita ya Uhud ilikuwa mfungo mosi mwaka wa 3 wa Hijra, lakini vita ya Ahzab au Khandaq ilikuwa ni mfungo mosi mwaka wa 5. Kwa hiyo maana baada ya kupita mwaka wa 4, ina maana ilipita kama mwaka 1.5 ikawa imetokea hii vita tena. Pale pahala kwenye kile msikiti mle ndani watu wanaingia kusali. Utakuta unaweza kuingia na mswala wako, kuna wengine wanakwenda na miswala wanaiacha mle ndani. Lakini kosa linalofanyika na mahujaji mle ndani watu wakifika wanaandika chata zao, majina, status. Amekuja nani, Abedi sijui kutoka wapi, anaandika amekuja Msimbo, sijui amekuta Makaka, sijui amekuja Abdul kutoka Tanzania, wanaandika. Yani watu wanakuwa wanaandika majina yao mle ndani. Sawa. Lakini hasa Mtume alikaa pale pahala palikuwa peupe, lakini pamejengwa kijimsikiti kidogo ambacho kikijaa takriban kama watu 15 au 20 pamoja na kubanana. Pale ndani hakuna mihrab wala mimbar, na serikali kuna wakati wanafunga kwa sababu watu wanakwenda kufanya vitu vya ajabu, na kuna wakati panajaa, lakini kuna wakati wanaruhusu. Sasa kutoka pale msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili uende, chukua barabara inayoitwa As-Salam Road. Nenda na As-Salam Road mpaka utakwenda King Faisal Road. Vuka, utaingia katika nyumba za zamani kama Kariakoo. Utakwenda moja kwa moja, na maana takriban kama nusu kilomita 1. Sawa? Utatembea, utafika pale kwenye ule msikiti. Kile msikiti kidogo hasa pale ndipo alikaa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamuomba Mwenyezi Mungu dua ili apate nusra, na kwa sababu Makuraish na Mayahudi na makabila mengine ya Kiarabu
waliungana pamoja kutaka kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuuangamiza Uislamu. Wakajiunga pamoja. Mtume akaomba dua kuanzia Jumatatu, amekaa pale. Jumanne amekaa pale. Jumatano kati ya dhuhuri na alasiri, muda wa dhuhuri unakwisha, inaingia alasiri, Mwenyezi Mungu akatuma upepo mkali sana. Ule upepo ulikuwa unamnyanyua ngamia na kumnyanyua juu kama kikaratasi namna hii na kumpiga kwenye ukuta wa mawe pale kwenye mlima. Yule ngamia anachanika, anakuwa ni nyama. Aliomba dua nzito sana pale Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lile eneo ndugu zangu linafikika pale chini ya kile msikiti kidogo pale kwa chini. Sasa pale angalia, leo kesho, hata ingekuwa sasa hivi tunapita pale, kuna ukuta mweupe. Ule ukuta ni makaburi ya baadhi ya masahaba radhiyallahu anhum waliokuwa wamezikwa pale. Sawa, hilo ni tukio la ngapi? Tukio la kwanza, la pili, la tatu. Ile ni tukio la 4 la ghazwat al-Ahzab. Halafu tukio lingine ambalo lilikuwa ni tukio la 5 ni tukio la ghazwat Hunain. Ilitokea hiyo tukio, ilikuwa ni mwaka wa 8 wa Hijra, lakini katika mwezi huu wa mfungo mosi. Tukio lingine la 6 ni ghazwat Taif, vita ya Taif, ambayo Mtume alitoka Madina akawa amekwenda kule. Ilikuwa ni mwaka wa ngapi? Mwaka wa 8. Ilikuwa ni mwaka wa 8 wa Hijra. Yote ina maana baada ya mwaka mmoja, yani Shawwal mpaka Shawwal. Taif, ndugu zangu, Taif inafikika, na alhamdulillah serikali mwanzo walikuwa wale wenye taasisi wakitaka kwenda kule wanaomba vibali miaka 5 iliyopita huko nyuma, lakini hivi sasa watu wanakwenda ni free, kwa sababu mnakwenda pale kwenda kuipata historia ya Uislamu. Mwaka wa 12 Mtume tangu alipopewa utume alikwenda kuwalingania kule, akaenda akapigwa mawe sana mpaka akatoka damu, akawa analia. Amekwenda kuwalingania waseme la ilaha illa Allah, wamwabudu Allah. Hakuomba hela, hakuomba chakula, hakuomba msaada wote. Anawaambia semeni la ilaha illa Allah ili Allah asimame na nyinyi mumwabudu yeye. Wakawa wamempiga mawe Mtume, akawa amejeruhiwa sana. Ndugu zangu, sikilizeni, ile sehemu aliyopigwa Mtume mawe, ile sehemu kuna kijimsikiti kidogo. Wakati huo kulikuwa hakuna msikiti kabisa, lakini alipigwa mawe. Baada ya kupigwa mawe akawa amekaa chini. Alipokuwa amekaa chini anatokwa na damu, akaja kijana mmoja anaitwa Addas kutoka Ninawa. Akamkuta Mtume analia, anasikitika. Wewe unalia nini? Akamwambia hawa watu mimi nimekuja kuwalingania muabudu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wananipiga. Sijawakosea chochote, sijaomba matumizi. Basi yule akaingiwa na huruma sana yule kijana Addas. Mtume akanyanyuka pale alipokuwa amekaa. Sasa ile sehemu alikuwa amekaa, ndugu zangu, pana kijimsikiti kidogo sana. Ni kijimsikiti kidogo ambacho kama kutoka hapa kwenye ukuta huu unakuja mpaka alipokaa hapa ndugu yangu mpaka pale, au ni kidogo zaidi. Pale alipokaa amekaa Mtume, ile sehemu imewekwa alama lakini ni rangi nyekundu kuanzia ukutani mpaka chini, na pale alipokaa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa ile sehemu alhamdulillah mimi nimefika, na pale ndani ni msikiti. Sasa ni kama musalla, watu wanasali pale. Tuliingia wakati wa saa 4, nikapata wakati wa dhuha, nikasali salatu dhuha alhamdulillah. Yani yeye mnasali kule ndani, kuna wenzenu wanaosubiri. Sasa pale ambapo Mtume alipopelekewa tunda la zabibu, ile sehemu ndugu zangu, kuna kijimsikiti kimejengwa katika shamba la mizabibu. Ile shamba tangu wakati mwaka 12 wa kupewa Mtume utume mpaka leo lipo, na kuna mizabibu. Na ukifika pale, yani unagundua kabisa kwamba ni pahala kongwe sana. Maana mwaka wa 12 Mtume alikwenda tangu alipopewa utume sallallahu alayhi wasallam.
akawa amempa tunda. Wakati anampa tunda lile, Mtume akasema bismillah, ndio akala. Adasi akamuuliza, haya maneno ya bismillah umeyapata wapi? Akamwambia, mimi ni nabiyullah, mimi ni mtume wa Allah. Mtume akamuuliza, mbona unaniuliza hivyo Adasi? Akamwambia, maneno haya nimeyasikia kwa mtu mmoja kutoka Ninawa. Akamwambia, alikuwa anaitwa nani? Anaitwa Yunus. Mtume akamwambia, yule ni ndugu yangu, ni mtume mwenzangu. Adasi pale pale akawa ametoa shahada, akasilimu. Pahala alipokula mtume tunda la zabibu, na kwenye shamba ile eneo kipo kijimsikiti, watu wanasali pale, mataifa mbalimbali wanakuja, kuna vijijumba vya miaka hiyo vipo. Tuache ubishi, twendeni tukatembee maeneo ya historia ya Waislamu wenzangu na washauri Waislamu wenzangu. Sawa, na washauri Waislamu wenzangu, chukua familia yako katika mwezi Disemba. Sawa, watoto wanakuwa wapo likizo, chukua familia yako, nenda nao Maka, mfanye umra, kaa siku mtakazokaa kulingana na uwezo wako, mwende Madina kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, watoto wapaone, wasali katika msikiti wa Mtume na uwafahamishe hapa, la sivyo mtafute mtu ambaye atakayekuwa anawaelekeza. Halafu mkirudi Maka, sawa, mnakwenda Taif. Baada ya kumaliza umra, mnakwenda Taif. Kutoka Maka kwenda Taif kilomita 99. Kutoka Maka kwenda Taif kilomita 99. Na mkitoka Taif ndio mnapita katika miqat inaitwa Qarnul Manazil, ndipo wanapohirimia watu kutoka Kuwait, Oman na Dubai. Kuna msikiti mkubwa smart sana, na kuna parking nzuri kubwa sana, view vya kutosha, sehemu ya kutawadhia ya kutosha, yani magari yanapaki mengi sana. Sasa pale Qarnul Manazil ndipo pahala ambapo Mtume alipopita. Kuna milima ilizungumza na Mtume, ilimwambia Mtume ili waweze kumpiga mawe, yani kwa sababu alipigwa mawe, ile milima ikamwambia, sisi tunataka hawa twende tukawa sage kabisa, tuwaondoe. Mtume akamwambia, hapana, inni arju an yukhrij Allahu min aslabihim man ya'budu Allah wahda. Katika vizazi vya hawa wapo watakaotokea watakaomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, ni sehemu ambayo twende tukafike, twende tukaone, tuache ubishi. Sawa, ni pale ambapo ukishuka tu kwenye gari, wakati mnapaki kwenda msikitini pale, yani unahisi amani na unapita maeneo aliyokwenda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unataka nini? Dubai ni nini? China ni nini? Guangzhou ni nini? Washington ni nini? UK ni nini? South Africa ni nini? Johannesburg, Cape Town ni nini? Unakwenda pahala ambapo alipopita Rasulullah, alikwenda Muhammad sallallahu alaihi, wewe unakwenda maeneo yale. Fahari gani ndugu yangu katika historia yako ya Kiislamu? Na mimi naeleza haya kwa sababu nimefika mara 2. Watu wa Kigoma anasema nimekwenda mara kwa watu wa Kigoma hafu min hurufi tawkid. Sawa, nimekwenda mara 2 na nimeona na ninakwenda kule ninajitambua kwamba hapa ndipo wapi. Ukifika Taif, ndugu zangu Waislamu wenzangu, niwaambieni wallahi, Taif, katikati ya mkoa wa Taif, jiji la Taif, yani Taif inafaa kuitwa jiji, mji smart, miundombinu smart, mji smart, miundombinu smart. Na Taif ina asili ya rutuba, lakini ni mji wenye milima sana. Taif inafanana na maeneo ya Usambani, inafanana na milima iliyoko karibu na Chalinze, ama kama unakwenda Tanga sasa, baada ya kuipita Segerea pale, angalia kulia kwako na kushoto kwako unapokuwa unaelekea Tanga mjini, inafanana na Taif, lakini ni mji wenye rutuba, una matunda ya asili. Sawa, sasa Taif, ukienda Taif unakwenda kukuta mji smart safi sana. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu awabarikie serikali ya Saudia. Maeneo yote ya historia pale ambapo Rasulullah alipokwenda mwaka huu wa 8 Taif, pamejengwa msikiti mkubwa. Huu msikiti wa mwenye mkuu, kwa msikiti ule wa Taif Abdullah ibn Abbas, msikiti wa mwenye mkuu unaingia mara 2.
Msikiti huo mji mkuu unaingia mara mbili, ni mpana sana, ni mrefu sana. Manake nimefanya kusudi nikatembea kwa upana, wakati mahujaji wametulia wangu, nimetembea mita 250 zile za haraka za upana, mita 250 upana. Na ukiingia Taif katika ule msikiti wa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ambaye amefia pale mwaka wa 72-71 Hijria, na amezikwa pale Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas amezikwa pale katika ukuta ambao ukubwa wake ni kama kutoka hapa mpaka kufika pale alipokaa kakaangu pale, ndipo alipozikwa Abdullah ibn Abbas. Kaburi lake linaonekana pale ndani, na wameweka ukuta kwa wale watu ambao ni warefu, watu kama hivyo mzee wa Maokoto au Simbo au wengine ni rais. Lakini kama ndugu wangu huyu hapa, itabidi achuchumae, asimame kidogo, kama itabidi achuchumae kwa sababu ule ukuta umewekwa sawa. Mtu kama makaka anaona sawa, na imamu wake wanaweza kaona, lakini mtu kama rafiki yangu itabidi asimame juu ya debe kwa sababu aweze kuangalia vizuri, huwezi kuona. Sasa pale pamezikwa, ndugu zangu, twendeni katika yale maeneo ya historia. Na pale katika msikiti, ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, Waislamu wenzangu wa Tanzania, wallahi unafika Taif unakuta mataifa mbali duniani. Sisi Tanzania tumekwama wapi katika maeneo ya historia kama hizi? Ndugu zangu, twendeni tukajitambue, sababu kuifahamu historia yako ndio kujifahamu wewe mwenyewe, na ni njia na ni moja katika vichocheo vinavyokupelekea kufikia katika lile lengo unalotaka kufika. Hapo ni Taif. Hilo ni tukio la 6. Tukio la saba lingine ni matukio mawili, niamalizie haya, nitayagusa tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amemuoa mama Aisha radhiyallahu anha, amefunga naye ndoa mfungo mosi tarehe 6. Na mkewe mwingine bimdogo wa mama Aisha, Salama, ameolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam mwezi wa mfungo mosi kwenye tarehe 17-15 hivi. Sawa. Sasa haya ni matukio ya kihistoria ambayo ndugu zangu nilikuwa nataka niaguse kwa haraka. Lakini hapa sasa ngoja niende katika vita ya Uhud. Na kwenda katika vita ya Uhud, ndugu zangu, tuiguse mara moja Uhud ili tuweze kuangalia kwa haraka, tupate faida. Ilikuwaje vita ya Uhud mpaka ikatokea? Kwanza hapa katika Masjid Bilal, hapa lilipotokea hili tukio, Banu Qainuqa, kulikuwa kuna masonara wengi Mayahudi na biashara ilikuwa kubwa. Alikwenda mama mmoja wa Kiislamu amevaa hijab na amevaa niqab, alikuja na biashara yake akauza. Baada ya kuuza akaenda kwa sonara mmoja wa Kiyahudi. Sababu mtu unapokwenda kununua biashara huchagui kwamba tunakwenda wapi, unachagua ni unaangalia duka. Ikitokea umenunua pahala, umevutiwa na kitu, umependa, sawa. Alipoingia pale kwa sonara, wakawa wanamwambia unataka nini? Akamwambia nataka hii. Akamwambia basi funua uso wako tuone. Akamwambia hapana, siwezi kufunua uso wako, mimi ni mwanamke wa Kiislamu, funua. Sasa akakataa. Sasa wakati wanamlazimisha, akatokea khabithi mmoja Yahudi, akamfunga mama yule wa Kiislamu nguo, akamfunga kamba. Sasa yule mama wakati ananyanyuka, ikawa sehemu ya mwili wake imeonekana. Kumbe kuna mfanyabiashara katika ile soko ni Muislamu. Tukio lote alikuwa analiona. Yule mama alipobakia uchi, wamemwacha uchi, alikwenda akamvamia yule bwana aliyemfunga kamba kipindi kile na kumwacha uchi, akamvamia, akamdunda mpaka akamuua yule Yahudi. Kambe kwa nini unamdhalilisha mwanamke wa Kiislamu? Kwa sababu ya vazi lake la Kiislamu. Hakuwa na subira. Mayahudi walipoona vile, wakamuua yule bwana Muislamu. Ikapelekwa taarifa kwa Mtume, kwa sababu kutoka pale
lilipotokea lile tukio Masjid Bilal na kwenda katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kama hapa na kwenda msikiti wa Kisumu hapa, kwenda msikiti wa Kisumu ama kwenda hapa kwa Sheikh Walid hafidhahullah, lakini pale msikiti wa Kisumu. Basi Mtume akapelekea taarifa, akaja na jeshi. Walipokuja na jeshi, wakawa wamewavamia pale, wakawaambia, mnakumbuka Mayahudi nilipohamia hapa tumepeana mkataba gani? Msifanye uhalifu wowote, msimdhulumu Muislamu yoyote, na nyinyi hamtodhulumiwa, ndio maana mnafanya biashara, kuanzia leo mtaondoka hapa. Akawa amewafukuza pale, wakaenda Khaybara. Kutoka Madina kwenda Khaybara kilomita 160, wakawa wamekwenda kule, wakaishi kule mwaka wa 3. Manake Mtume aliwazunguka kisha kwamba wanahamisha kila kitu chao, wakahamisha mali zao zote, wakaondoka. Basi walipofika kule Khaybara nako, Umar ibn Khattab wakati wa ufalme wa kama yeye khalifa Rasulillah, akaambia, sitaki kumuona Yahudi yoyote anayebakia katika eneo hili la Hijazi, sitaki. Akawafukuza wote, wakawa wamekimbia na kuondoka, wakawa hawakurudi tena. Sasa hapa katika ghazwat Uhud ambapo Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hebu tuangalie nini kilichotokea ndugu zangu, twende tukapate mambo ambayo yanaweza yakatusaidia. Tuangalie wenzetu namna walivyotumikia Uislamu, mimi na wewe tumefanya nini. Haya, ghazwat Uhud ndugu zangu imetokea siku ya Jumamosi tarehe 15 mfungo mosi. Si leo ni tarehe, kesho ndio tarehe 16, si ndio? Kwa hiyo leo, na ndio maana mimi nikaamua kwamba darasa leo tuanze leo kwa sababu ndio siku hii. Sawa? Kwa hiyo vita ya Uhud imetokea siku ya Jumamosi tarehe 15. Kwa hiyo ina maana Waislamu baada ya kufungua Ramadhani kwa muda wa siku ngapi? Siku 15 ndio ikatokea, ambayo ilikuwa ni sawa na mwaka 625. Sababu ya vita hii, sabab al-ghazwa, sababu ya hii vita ilikuwa ni nini? Kwa nini Mtume, Mtume alikuwa anapigana hivi? Hapana. Raddu udwan Quraysh, ilikuwa ni kujibu uadui wa Quraysh biqiyadat Abi Sufyan ibn Harb, vita ambayo chokochoko ambazo zilikuwa zinaongozwa na huyu Abu Sufyan mtoto wa Harb kabla hajasilimu. Waman khalafa, na yule ambaye na yule ambaye alikuwa ameungana naye. Sasa walikuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaenda akawavamia pale katika njia ambayo aliona hapa atawapata. Kwa hiyo Mtume akawa ametoka adad al-muqatilina min as-sahaba, idadi ya masahaba waliokwenda kupigana vita ya Uhud 1000 muqatil, walikuwa masahaba 1000, wakiwemo masahaba wote waliokubwa. Thumma rajaa ma'a za'im al-munafiqin, kisha baada ya hapo Abdullah ibn Ubay ibn Salul yeye alijiunga katika wale 1000. Kumbe ana kundi lake alikuwa amelipanga watu 300. Rasulullah hakuteremshwa wahi kuambiwa kuna nini. Basi wakawa wamebakia masahaba 700 ndio waliobakia. Hao 700 walikuwa waongozwa na Abdullah ibn Jubair ibn Nu'man, Abdullah ibn Jubair ibn Nu'man al-Ansari. Wakaenda mpaka sehemu moja inaitwa mantiqatu Sheikha, ambapo kuna msikiti. Walipofika pale karibu na Shah Sultan, mpaka sasa kuna mitende. Mara nyingi ninapokwenda na mahujaji huwa na katika ziara Madina, nikifika pale naambia mahujaji, angalia kushoto, angalia kwenye mitende hiyo, wanaangalia. Napaona hapo. Kwa Mtume alipofika pale ndio akawahesabu 1 2 3 4 5 6 7, walikuwa 1000, akawakuta wameondoka 300, wamebakia ngapi? 700. Baada ya pale kuhesabu, akaondoka nao tena, akaenda sehemu inayoitwa Sheikha au Sheikhan. Alipofika pale akawa ndio ameziangalia zile silaha, akaswali pale salatu dhuhur na al-asr. Sawa. Sasa lile eneo
ndugu zangu, mwaka jana Disemba, kwa makusudi, sababu niliona kwenda na mahujaji, sababu wakati mwingine mahujaji wanakuwa wavivu. Unaweza kumwambia jamani twende pale fulani, mimi bana leo nakwenda shopping, au sijui mimi nakwenda wapi, naambia usipate tabu. Mimi nikamchukua driver, nikaambia nipeleke katika sehemu hii, akawa amenipeleka pale. Nikafika pale, nikaswali swala ile ile pale aliposalia Mtume wakati ule. Nikija msikiti kidogo sana, ujenzi ni ule wa zamani, mawe ni yale yale ya zamani, sio nimeka miangapi yale mawe. Lakini ndani kuna sehemu ya toilet, sehemu mbili ya kina baba na akina mama, na ipo sehemu ya kutawadhia akina baba na akina mama. Na mle ndani ipo imamu, na ule msikiti upo chini ya serikali. Kwa hiyo nikaswali pale maghrib. Baada ya kuswali maghrib sikutoka, nikabakia mle ndani. Lakini kubakia kwangu mle ndani nilikuwa namwangalia ule msikiti, kile kijimsikiti ramani yake, alafu nikatoka nje, nikawa nazunguka, nikaangalia. Sawa, nikawa nazunguka pale nje pembeni, nikatoka pembeni kulikuwa kuna maksaf, kuna sehemu wanauza juice na chai, nikachukua chai ya rangi, nikawa nimekaa nje na uangalia ule msikiti, nikawa nazunguka na uangalie vizuri. Ni pahala ambapo Mtume ndipo alipopanga, panaitwa Masjidul Dir'i. Yani ndipo Mtume alipovaa vazi lile. Siku hizi kuna mavazi hasa waheshimiwa inasemekana wanavaa bulletproof. Sawa, ukipiga risasi unakuwa ingii. Sasa kuna vazi wakati wa Mtume lilikuwa linaitwa dir'u. Yani ukipiga mshale, sawa, ukipiga mshale au ingii, kwa sababu linakuwa linavaliwa eneo hili. Sawa, linavaliwa eneo hili ambayo ina maana mtu analinda sehemu ya moyo. Sawa, na ndio lilikuwa vazi wakati. Kwa hiyo Mtume ndio akavaa pale, ndio maana pakaitwa Masjidud Dir'i. Ile sehemu ipo. Nikaswali mpaka Aisha. Baada ya Aisha nikatoka barabarani, manake baada ya Aisha, sawa, msikiti hapa barabara kama ile nyumba pale. Nikasimama pale, akaja taxi driver, nikamsimamisha, nikamwambia tuanze tu Shamadia. Nikawa nimekwenda, basi nikarudi hoteli nilipokuwa nimefikia na mahujaji wenzangu. Kwa hiyo hili eneo lipo, usije ukasema lipo. Haya, washirikina makafiri kutoka Maka walikuwa ngapi? 3,000 na walikuwa wapanda farasi 200. Sasa aliyekuwa kiongozi wa kikosi pale ni nani? Mus'ab ibn Umair al-Abdari, ambaye yeye ndiye alishika bendera, na bendera siku ya vita ya Uhud ilikuwa na rangi nyeupe. Kisha alipouawa Mus'ab, akawa amechukua bendera ile nani? Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika pale akawa amewapanga masahaba. Alipowapanga masahaba akawa amewaambia kaeni nyuma huko. Akawachukua masahaba 50 wakapanda juu ya mlima pale. Wakapanda juu ya mlima. Akaambia pandeni juu ya mlima huko. Kuna mlima kidogo sana ambacho watu wengi wanapanda. Inaitwa kile kijilima kina majina mawili. Jabalur Rumat au Jabalu Ainaini. Mlima wenye macho mawili. Yani ukisimama pale huku unaangalia na huku unaangalia na huku nyuma unaweza kuangalia. Na ukisimama pale yani unakuwa kama ile sehemu unaiona. Sasa kwa zamani ina maana hata mtu atoke maeneo ya mbali ndio uweze kumuona. Sasa wakina Khalid bin Walid kabla hajasilimu wakati huo wakatokea upande wa airport ya Madina kwa sasa. Baada kuona Mtume kwamba hivi alivyokaa haiwezekani, Mtume akawaambia wale masahaba, uthbutu makanakum, hadithi katika Bukhari, uthbutu makanakum, tulieni hapo. Atakayekuwa kiongozi wenu hapo ni nani? Abdullah ibn Jubair ibn Nu'man al-Ansari. Akakaa pale juu, akapanda masahaba 50. Akawaambia inda aitumuna huzinna au hazamnahu, mkituona tumepigwa au tumewapiga, fala tabrahu makanakum, siondoke hapo, uthbutu makanakum, tulieni hapo pala pale. Sasa Khalid alipokuja kutokea, ukipanda juu ya mlima airport ya Madina anakuwa kushotoni,
walipopanda Khalid alipoona wale kiasi ambacho kwamba hawa hatuwawezi, kwa sababu Mtume aliweka mlima wa Uhud nyuma ya mgongo hivi, akaona hapa hatuwawezi, wakazunguka nyuma kabisa, wakaja wakaotokea Waislamu kwa nyuma ya mgongo. Walipotokea nyuma ya Waislamu nyuma ya mgongo, walipoona nini? Wakaona Waislamu wanawaona wakina Khalid, wakakimbia. Walipokuwa wanakimbia, wakawa wanatupa vitu vya thamani, wanatupa mapanga, dhahabu, vitu gani. Sasa wale masahaba waliokuwa kule juu wakawa wanataka kushuka, kwa sababu jamaa wamekimbia. Abdullah bin Jubair akawaambia, amarana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam alla nabraha makanana, Mtume ametuamrisha tusiondoke hapa mahala petu, tumepiga tutulie hapa, tusiondoke jamani. Wakawa wameshuka. Waliposhuka tu kwa ajili ya kwenda kuchukua zile ngawira, wakawa wamezunguka kwa huko. Jitokeza mlemavu wa macho. Wanasema katika Rahiqul Maktum, anasema wa marra al-jaysh fi hadha at-tariq bi ha'it Mirba ibn Qaidh. Jeshi la Waislamu wakati wanakwenda Uhud walipita jirani na shamba la huyu alikuwa anaitwa nani? Mirba ibn Qaidh. Wakana munafiqan, lakini alikuwa katika orodha ya wanafiki. Barira al-basar, alikuwa ni mlemavu wa macho yule mwana. Falamma ahassa bil jaysh, yule mlemavu wa macho, chuki ile ya Uislamu bado ana chuki. Alipohisi kwamba kuna jeshi linapita pale ya Uislamu, qama yahthu turaba fi wujuhi muslimin, akachukua mchanga akawa na wamwaia Waislamu, na Mtume yuko pale. Akaaliambia kwamba wanajeshi la Waislamu ile wanakwenda kupigana, fa ahtha turaba fi wujuhi, akawamwaia huku anamwaia mchanga na anamwaia Mtume. Anasema la uhillu laka an tadkhula ha'iti, sikuruhusu kuingia katika shamba langu, in kunta rasulullah, hata ukiwa mtume wa Mungu. Fatadarahu alqawm, akavamiwa na watu, liyaktuluhu, ili wamuue. Kwa nini unamwagia Mtume mchanga? Faqala rasulullah, Mtume akasema la taktuluhu, msimuue mlemavu wa macho. Fahadha al-a'ma, huyo mlemavu wa macho, a'ma al-qalbi, moyo wake ni mlemavu, hauoni. A'ma al-basar, vile vile macho yake ni mlemavu. Huyu ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Je, kwa mimi ni kuaje? Kingewaka sema shekhe, usikasirike shekhe, bado shekhe bana, ni mashekhe bana, wanatatuambia kwa nini Mtume kinawaka? Sawa, kinawaka. Sasa huyo ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama tulivyoeleza kwamba alipowaambia kaeni juu ya mlima, kuna riwaya ipo katika Sirat ibn Hisham na katika Musnad Ahmad na Mu'jam at-Tabarani na Mustadrak al-Hakim kutoka kwa Ibn Abbas, pia vile vile katika Sahih Bukhari katika kitabu Jihad. Sasa hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amegawanya vile vikosi. Wanasema waqasama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam jayshahu ila 3 kataib, Mtume aligawa jeshi lake vikosi vitatu. Katibatul muhajirin, kikosi yani brigadia ya muhajirin kutoka Maka, ambao walikuwa wamehamia kutoka Maka kuja Madina, lakini wao ni muhajirin. Wa a'ta liwa'aha, akakipa kile kikosi bendera yake Mus'ab bin Umair al-Abdari radiyallahu anhu. Alafu katibatul Aws bin al-Ansar, brigadia ya hawa Aws katika Ansar. Wa a'ta liwa'aha Usayd ibn Hudayr, akampa Usayd ibn Hudayr. Alafu katibatu thalith, kikosi cha tatu katika Khazraji, wa a'ta liwa'aha, akampa liwa yake ni nani, bendera yake Al-Hubab ibn Mut'im,
hawa ndio, lakini wote hawa walipofika pale wakawa chini ya nani? Ya huyu Abdullah ibn Jubair. Aliyebakia Madina pale, sawa, aliyebakia Madina, wastamala ala almadinati ibn Maktum ala salati biman baqiya fi almadina. Mtume akamwambia Ibn Maktum, limlemavu wa macho, akamwambia wewe, kwa muda ambao mimi nipo nje ya hapa, ndio utakaokuwa imam, ndio utakaokuwa imam. Kwa hiyo Mtume baada ya kuacha majukumu kabisa yale, wakawa wameanza safari. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amekwenda mpaka pale, vita ikaanza. Ilipoanza, hatimaye Waislamu wakawa wanaelekea kushinda, lakini kosa tu ni lile la kushuka juu ya mlima pale. Hapa tunapata fundisho gani? Kwamba tunapata fundisho la kumtii kiongozi katika Uislamu. Katika Uislamu tunapata fundisho la kumtii kiongozi. Kiongozi anapotoa amri, kama tutaiona inakwenda kinyume, ni vizuri tumfuate, tumshauri, si kumtukana, si kumfedhehesha, si kumdhalilisha. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amegawa pale. Sasa hatimaye wakawa wameuawa masahaba. Masahaba waliouawa pale walikufa masahaba 70. Waliuawa masahaba 70. Lakini hakuna hata mateka mmoja katika Uislamu. Lakini waliuawa katika makafiri walikuwa 22. Kwa hiyo mashahidi waliozikwa pale Uhud, wapo masahaba. Mkienda pale ndugu zangu, pana ukuta mkubwa pale pana ukuta mkubwa, wamezikwa masahaba. Kuna kaburi moja liko peke yake. Ukiliona lile kaburi lililoko peke yake, ndio amezikwa Hamza ibn Abdul Muttalib, na lile kubwa wamezikwa masahaba takriban kama 69. Unaona pale kuna kaburi kubwa na kuna kaburi dogo na kuna kaburi dogo katikati. Sasa kitu gani kingine ni kufundishani pale? Kuna mambo mawili. Sasa baada ya kwa ile vita imekomaa, Mtume alikimbia na masahaba wakakimbilia upande wa mlimani. Walipofika upande wa mlimani, kwenye mlima wa Uhud kuna sehemu inaitwa Shaqqu. Kwenye mlima pale kama kuna pahala pako wazi, Mtume akaingia mle ndani, akawa anajikinga pale. Masahaba wakaenda wakakinga kwenye ule mlima, wakawa wanapigwa mishale wao, visu wanapigwa wao. Mtume hakujeruhiwa sallallahu alaihi wasallam. Sasa ndugu zangu, ukifika pale mwaka 90, 91, 92, 93 mpaka miaka 2000 kwenye 2002 na 3 mpaka na 4 na 5, imeanza kwenye Allahu alam kama kwenye 2006 au na 7, pamejengwa msikiti mkubwa wa kisasa pale Uhud, unaitwa Masjid Sayyidu Shuhada, msikiti wa mtukufu wa mashahidi Hamza. Ukifika pale, nisikilize vizuri, ukifika pale mlima ule Jabal Rumat, uweke mgongoni kwako baada ya kuwatolea salamu wale mashahidi. Sawa, maana yake wameandika kwa Kiingereza na Kiarabu na nadhani na Kiindonesia na Kihindi. Nenda pale msikitini. Ukiingia pale msikitini, kati ya ukuta na msikiti, yani ni kama hapa, yani kama kutoka kwenye ukuta huu na ukuta huu hapa ndio msikiti. Hapa katikati pako wazi na ukubwa wake ni kama huu. Msikiti na maana kuanzia hapo kwenda kule. Sasa hapa pana ukuta wale masahaba waliozikwa mle ndani. Hapa opposite na mlango mkubwa pale katikati ndipo alipouawa Hamza ibn Abdul Muttalib. Ndipo aliuawa Hamza pale, na ndipo utumbo wake ulipotolewa na Hind. Aliuawa na nani? Na Wahshi, kabla Wahshi hajaslimu. Na Wahshi aliposlimu, alipokwenda kwa Mtume kuslimu, Mtume akamwambia nimeshakuona, lakini kila nikikuona naona uchungu, sitaki kukuona, basi wewe nenda tu, Mwenyezi Mungu ameshakusamehe. No. Lakini tukio lingine la ajabu, wakati wanatoka Maka wa Makuraish, walipofika sehemu inaitwa Abwa,
kwenye kaburi la mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam akajitokeza mwanamke mmoja anaitwa Hindu binti Qutaba, akasema huyu mama yake huyu ndio amezaa hichi kitoto ambacho kinatusumbua sisi, fukueni mwili wake. Wale Makuraishi wenyewe pamoja na ukafiri wao wakasema, sasa hapa tumevuka mipaka, tukifukua mwili wa huyu yatakayotukuta ni mazito. Tukifukua mwili wa huyu mama yake, si tunamtaka yeye, lakini walikuwa wameamua wafukue kaburi la mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wao wenyewe sawa na ukafiri wao wakajiudi, wakasema jamani, si kama vile inaweza kupelekwa fitna pahala, ikapelekwa fitna, wakasema lakini sasa huyu huko mmekwenda mbali, huyu si jamani, tuwe makini katika kazi zetu hizi za uchunguzi, kazi zetu za mambo haya, huyu na fitna hiyo hapana. Sawa, wakataka kufukua kaburi la mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu amezikwa sehemu inaitwa Abwa, ndipo alipozikwa mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hili ni tukio ambalo la Uhud, na insha Allah kesho tutakuja kwenye Ghazwat Khandaq, vita ya Handaki. Tutaangalia Handaki lilichimbwa kuanzia wapi mpaka wapi na lilikuwa lina mita ngapi, na sasa hivi unaweza ukafika wapi, na kwenye kile kijimsikiti pale inshallah kesho nitawaeleza. Leo kesho nimekwenda Madina. Sahaba mmoja Jabir bin Abdullah anasema, kana idha hazamani amrun, nilipokuwa nimezidiwa na mambo yangu, mambo yakanizidi, basi nilikuwa ninakwenda pale kwenye ule msikiti baada ya Rasulullah kufariki. Kama ana jambo lake limembana sana, anakwenda kwenye ule msikiti, kwenye kile kijimsikiti. Wakati huo bado kijimsikiti hakijajengwa, sababu vile vimsikiti vimejengwa wakati wa Daula Umawiya, wakati wa Umar ibn Abdul Aziz. Asema alikuwa anaomba dua zake, ziliki zake, shida zake, anaomba dua Jumatatu, anaomba dua Jumanne, anaomba dua Jumatano. Ikifika Jumatano alasiri ya dhuhuri, ngoma imetiki mwanangu, mambo yananyooka. Kwa hiyo leo kesho jamani mnakwenda Madina, ndio maana utakuta wenzetu wakienda kule wanakuwa wengi sana, lakini nadra kuwakuta Tanzania. Sasa na mimi nimeshawazindua, mkienda pale kapigeni kilinge. Unapiga kilinge Jumatatu, sawa, unapiga kilinge Jumanne, wewe unarudi zako hoteli, lakini ikifika unakwenda kupiga kilinge Jumatano. Piga kabisa, muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unamwambia Allah, ya Rabbi, kama ulivyomnusuru mtume wako katika Khandaq, vita ya Ahzab, ukamnusuru ya Rabbi, na kuomba na mimi hapa ndipo ulipomnusuru mtume wako, na mimi ya Rabbi na shida zangu, ya Rabbi, Allah atakunusuru inshallah. Kwa leo tuishi hapa, kesho inshallah tutaonana tena kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutakwenda sehemu ya pili, matukio 7 ya kihistoria yaliyotokea katika mwezi wa mfungo mosi. Allah atupe afya njema, awaponye wagonjwa walio hospitali, atuondolee maradhi, atuondolee mazito. Allah atupe amani na utulivu katika nchi yetu. Allah atupe amani na utulivu katika nchi yetu. Allah atupe amani na utulivu katika nchi yetu. Yoyote ambaye ni sababu ya Tanzania